السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mushahidina alkiram, ahbaba rasulillah, watazamaji wetu wapendwa, vipenzi vya mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, leo katika ukumbi huu wa da'wa na chaneli hii pendwa ya Kauthar TV 24 hours, narudi kwa ndugu zangu watazamaji Waislamu wote katika kona zote za ulimwengu, katika kona zote za dunia, ima ukiwa Kenya ama ukiwa Gulf ama ukiwa Tanzania au popote duniani. Karibu sana katika chaneli yetu hii, subscribe, like, share ili ujumbe huu uweze kuenea. Kusudio la kurekod klipu hii ya dakika kadhaa chache ni wito adhim, ambao wito huu ni wa da'wa support. Da'wa inahitajia support ili kuweza kuenea, ili madai waweze kutoka kwenda kuwalingania umma na kuwaita katika kalma ya la ilaha illa Allah. Tuko na kongamano la takriban siku 3 la kiilmu kuifikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika nyoyo za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, maeneo ya Mwaluvamba kuanzia Jumamosi hadi Jumapili. Tutakuwa pale mlango kwa mlango, nyumba kwa nyumba, kichochoro kwa kichochoro. Ndani ya siku hizi zote 3 hizi watu qala Allah qala rasuluhu, amesema Allah, amesema mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wasallam. Yule asiyejua sala apate fursa ya kuifundishwa swala wakati huo. Yule ambaye kwamba ana madhaifu ya kuyafahamu hususan fiqh al-ibadat, fiqh ya ibada, usafi, sala na ibada mbalimbali, apate fursa ya kukaa pale kwa siku hizo ili kujifundisha ibada yake hiyo, kisha kuwafuata watu katika majumba yao, wale ambao kwamba wapo karibu na msikiti au mbali na msikiti, watiwe moyo na himma ya kuweza kutekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema wa andhiri nasa yawma yatihimul adhab, Muhammad, kawaonye watu, waonye watu siku ambao kwamba adhabu itawajia, adhabu itakuja ambayo ni siku ya Kiyama. Kwa hiyo inatakiwa watu watoke wawafate waja wa Allah, wawaonye juu ya matukio ya Kiyama, wapate hofu ya Mwenyezi Mungu ili waweze kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa andhiri nnasa yawma yatihimul adhab fayaqulu alladhina dhalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul. Watu watakuja kudai siku hiyo wamechelewa, watu washafika mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, tupatie muda mchache kwa pale duniani, turudi tukaitikie wito wako, wanatabi'ur rusul, na tukafuate da'wa ya mitume. Sasa fursa hii ya siku 3 ni da'wa ya kufikisha ujumbe Mwenyezi Mungu. Asije mtu akaja akafikia wakati roho inatoka, ameshatoka mbele ya Mwenyezi Mungu, akataka sasa aregeshwe ili aje aitikie wito wa Allah. Kusudio la klipu hii, naomba kwa unyenyekevu wale watakaopata risala hii watu sapoti kwa shilingi yao nzuri, ili tuweze kufanikisha da'wa, ili kuweza kusimamia msafara. Kuna yule ambaye kwamba anataka kufika katika sehemu hii, anataka na nia kutoka kwa ajili ya Allah ili akafikishe da'wa, na yeye pia apate fursa ya kusafisha moyo wake, lakini hana cha kutanguliza, hana cha kutoa, hana kisimamio ambacho kwamba ni shilingi yako wewe Muislamu. Allah anasema ndani ya Qur'an,
wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra, na kile ambacho kwamba mtakitanguliza nyinyi cha kheri juu ya nafsi zenu mutakikuta kwa Mwenyezi Mungu. 100 yako utakayoitoa, 50 yako utakayoitoa, 200 yako utakayoitoa, 500 yako utakayoitoa, au 1000 yako ama hata 2 ama 3 utakazozitoa, 20 yako au 10 yako utakayotoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tajiduhu inda Allah, wewe mwenyewe utakwenda kuikuta mbele ya Mwenyezi Mungu, utaikuta shilingi yako hiyo huwa khairan, kisha utaikuta hali yako imekuwa kheri kubwa, wa a'zama ajra, na malipo yalikuwa makubwa sana. Kwa hiyo rihla hii ya kidawa ambayo inakwenda kufikishwa kalma tauhid kwa watu ambao kwamba wanastahili kuisikia kalma hiyo, kwa watu ambao kwamba wanahitajia wito huo. Kuna yule ataingia kwenye dini ya Mwenyezi Mungu kupitia msafara huo. Kuna yule ambaye kwamba ameghafilika atakumbushwa kupitia msafara huo. Kuna yule ambaye kwamba anatamani afundishwe dua za kulalia na dua za kuamkia, dua za wakati wa jioni na asubuhi, dua za kwenye swala. Anatamani apate fursa ya siku moja au masaa kadhaa akae na mwalimu afunzwe, lakini anakosa fursa hiyo kwa sababu maduat wamepata uzito, na wengine wakasimama kupinga da'wa, wakapinga da'wa, yani eti mwalimu kutoka kwenda akakaa pahali na watu siku 3 wakawafundisha sala hii, pia watu wapo wamesimama wanapinga. Wewe Muislamu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amekuneemesha neema ya afya, Allah amekuneemesha neema ya siha, kakupatia na senti, toa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi alitamani Mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam ammi yake au Muislam, lakini likashindikana hilo. Ibrahim alayhi salatu wasalam alitamani baba yake au Muislam, lakini likashindikana hilo. Nuh alayhi salatu wasalam alitamani mtoto wake au Muislam, lakini likashindikana hilo. Na alilingania, Ibrahim akalingania, Mtume Muhammad akalingania, ili watu hawa aili ammi yake au Muislam, Ibrahim baba yake au Muislam, Nuh mtoto wake au Muislam, lakini likashindikana hilo. Mwenyezi Mungu akupatia neema hii wewe ambaye kwamba hujalinganiwa, wewe ambaye kwamba leo unaupinga Uislamu, wewe ambaye kwamba unapiga mabomu masala ya da'wa kwamba hakuna. Kuna mtu wallahi anatamani fursa chache kabisa apate mwalimu afundishwe tashahud, apate mwalimu arekebishe suratul Falaq ambapo kwamba anasali nayo lakini anaikosea, apate wasaa afundishwe Ayatul Kursi, lakini wewe umekwenda kukataza fursa hiyo. Wewe ambaye kwamba utamtazama utapata risala hii, utapata popote duniani, wallahi toa shilingi yako kwa nambari ya M-Pesa iliyoko hapo ya ndugu Abu Hasanat, ili tusimamie msafara huu ambao kwamba utachukua takriban siku 3. Wallahi da'wa support jukumu lako Muislam, wama tafalu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Chochote ambacho kwamba Muislamu ataenda kukitekeleza cha khairi, basi Allah anakiona na kijua. Tutaweka namba yetu ya M-Pesa hapo, toa sadaka yako, support da'wa ili tuweze kufikisha ulingano wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi kama unashaka, baki na senti zako, wewe utakufa na senti zako zitarithiwa na watu ambao kwamba Allah sijalie wasije wakawa ni watu wasimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Chako ni kile unachokitoa mwenyewe kwa mkono wako, kwamba hii 500 yangu naiwekeza kwenye akaunti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ima tuweke mafuta ya kipando tunachotumia kwenye usafiri huo, au tutoe tiketi kwenye gari za kawaida za usafiri tufike sehemu hiyo, au hata kusimamia mazingira ya chakula na mingineyo na huduma mbalimbali za kongamano kama hili. Anayetakiwa kuyafanya mashughuli haya ni yule Muislamu mwenye moyo mkunjufu ambaye anatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupata radhi za Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Risala hii fupi nzito, tunaomba michango yenu ya kuweza kusimamia da'wa. Sadaka yako ni kikombozi chako, sadaka yako ni kikombozi chako wewe mwenyewe.
ajri yake utaikuta kwa Allah wewe mwenyewe kwa mujibu wa Qur'an. Dawa hii inaanzia siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Khutba itakaotokea kwenye sehemu hiyo, kwenye msikiti huo utakoshukia, khatib atakuwa ndugu yako Abu Hasanat. Kisha hapa kuna mahali utafunguliwa na mauidha zitatolewa mbalimbali. Kisha kutakuwa na ziyarat, jaula, kutoka kwenda boma kwa boma, mlango kwa mlango, mtu kwa mtu, ili kuweza kutanabaishana, kukumbushana juu ya umuhimu wa kutekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu waje msikitini, ile misikiti ambayo imegurwa, manyasi yako ndani pale, ikaweze kupata mwamko mpya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.